mara nyingi tunaongoza kanisa tukiwa bado tuna ajenda zetu. Mungu ametuchagua ili tusimame, tuwe mawakili waaminifu wa kazi yake, tufanye kazi pamoja naye. Lakini mara nyingi tumefanya kazi peke yetu. Halo? Viongozi wa kanisa tumefanya kazi peke yetu. Ndio maana kanisa lina manunguniko. Miradi ya kanisa haiendi. Maendeleo ya kanisa hauyaoni. Kwa sababu tumefanya kazi tukiwa peke yetu. Mtu mmoja na kadhi yake akasema, ukitaka kuona miradi isiyoisha, nenda kwa watu gani? Nenda kwa Wasabato. Eti kwa Wasabato ndipo kuna miradi isiyofanya nini? Isiyoisha. Kwa nini haiishi? Kwa sababu inawezekana kiongozi hana mtazamo chanya wa kuhakikisha kwamba miradi inaisha, inaendelezwa, inasimamiwa vizuri, kuwatia moyo washiriki kuhakikisha kwamba wanakamilisha miradi kwa wakati. Kiongozi hana habari hiyo. Yeye amebaki ni mtu wa manunguniko, maana sio mtu wa kiroho. Mzee wa kanisa, kiongozi wa kanisa, una wajibu wa kulifundisha nini? Kanisa la Mungu. Unajua leo mafundisho kanisani hayapo. Tunakubaliana hilo? Kwanza washiriki hawarudi wapi? Kanisani. Unajua washiriki, ngoja niwaambie, Sabato mchana, yani ile muda tumeingia kwenye lesoni tukatoka tukaenda kwenye huduma kuu, haitoshi kumfanya mshiriki akue kiroho. Kwa sababu nitasimama hapa, nitahubiri, nikimaliza nimeondoka. Na kwa bahati mbaya ndio kutana na mhubiri anayechekesha. Na washiriki kwa bahati mbaya wameingia kwenye mtego mbaya, wanawapenda wahubiri wachekeshaji. Unasikia wahubiri wa mwaka huu wamepoa. Halo? Sasa wazee wa kanisa mnatakiwa muhakikishe kwamba mnafundisha kanisa. Washiriki, rudini mchana kanisani. Halo, semeni amina. Jambo la muhimu kwa kiongozi ni kutafuta kujua mapenzi ya Mungu. Mungu anahitaji ufanye nini na ni yapi yaliyo mapenzi yake. Mkristo aliye Mwadventista wa kanisa la Wasabato anawajibika katika mambo makuu matatu. Mambo mangapi? Jambo la kwanza, anawajibika kwa Mungu. Ninawajibika kwa nani? Kwa Mungu. Wajibu wangu mimi ni kwa Mungu. Huo ni wajibu namba 1. Malaki 3 fungu la 10. Wajibu wangu kwa Mungu. Kwa hiyo wajibu wa mshiriki namba 1, anawajibika kwa Mungu wake. Kwa hiyo kama kiongozi, hakikisha unawaelekeza washiriki wajibu ambao wanapaswa kuwajibika. Na waambie wajibu wao wa kwanza, wanapaswa kuwajibika kwa Mungu wao. Kumbe wajibu wa mshiriki kwa Mungu ni kuhakikisha kwamba anamheshimu Mungu. Kwa nini? Kwa matoleo, kwa zaka. Lakini wajibu wa pili, Wathesalonike wa kwanza 4:11 hadi 12. Wajibu wako wewe mwenyewe. Wajibu kwako wewe mwenyewe. Yaani ninawajibika kwangu mwenyewe na wewe unawajibika kwako wewe mwenyewe. Wathesalonike, soma. Wathesalonike wa kwanza 4:11 hadi 12. Ninawajibika kwangu mimi mwenyewe. Tena mjitahidi kutulia. Halo, semeni amina. Mjitahidi kufanya nini? Kutulia. Alafu na kutenda shughuli zenu. Na kutenda shughuli zenu. Na kufanya kazi kwa mikono yenu wenyewe. Alafu tufanye kazi kwa mikono yetu sisi wenyewe. Alafu kama tulivyowaagiza. Kama tulivyoagizwa. 12. Ili mwenende kwa adabu. Ili tuenende kwa adabu mbele yao walio nje. Mbele ya wale walioko wapi? Nje. Wala msiwe na haja ya kitu chochote. Unajua kuna kauli moja mbaya kwa sisi viongozi wa kanisa. Tunasikia kule nje wanauliza hivi, fulani ndiye mzee wenu wa kanisa mwaka huu, si ndio? Alo, hivi nyamu yasikiagi hayo? Fulani ndiye mliyeona kanisa zima. Yaani kauli za dhihaka sana. Wakati sisi tunaamini kabisa tumefanya uchaguzi kwa Roho Mtakatifu, tumeongozwa. Kumbe mzee ana vitu vingi anavyoficha. Kule duniani wanafanya nini? Wanavijua.
Alafu hata sisi washiriki unasikia wanasema fulani akienda mbinguni na mimi nafanya nini? Eti hiyo ni mpagani kabisa, amefika mahali haoni chochote kwako. Mwisho anasema ukienda yeye atatangulia. Pagani kabisa, asiyemjua Mungu, asiyejua mlango wa kanisa uko wapi. Amekudharau mpaka amekumaliza. Wajibu wako kwako wewe mwenyewe, fanya kazi kwa bidii ili upate mahitaji, usiwe ombaomba. Sema amina. Mungu alitubariki tusiwe ombaomba. Anasema ninyi mtakuwa watu gani? Mtakuwa vichwa. Hamtakopa bali mtafanya nini? Mtakopesha. Lakini leo Wasabato tunakopa mpaka tunanuka mikopo. Tunanuka nini? Nilikuwa na mzee wangu wa kanisa mmoja, eti anaenda kukopa mama muuza nyanya. Alafu yule mzee ni daktari. Tena alikuwa anafanya usali ya wilaya. Au usiniulize ni wilaya gani? Maana nimeshapita kwenye wilaya kwenye wilaya kadhaa. Yule mama anakuja anasema, pasa nimeshamkopesha imefika 50,000, mwambie anirudishie. Sasa mtaji wa nyanya kweli? Mzee huyo wa kanisa amekopa kwa mama mwenye mtaji tu wa nyanya gengeni, na yeye ni daktari. Analiaibisha kanisa. Bahati nzuri kilichotusaidia yule mama aliyekopwa naye alikuwa ni mshiriki. Piga picha angekuwa sio mshiriki. Tuna washiriki wengi ambao hawawajibiki kufanya kazi, wanakopa. Na leo hata mikopo imekula hadi zaka ya Mungu, si ndio? Mtu unapomwambia rudisha zaka anasema, pastor natarajia kumaliza mkopo 2028, niombee tu.